Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Esther Evans Lucas, ni mshirika wa kanisa la KAG au Carmel Assemblies of God Tanzania chini ya Bishop Dr. Evans Lucas Chande. Leo tumekuwa na ibada njema ya ndoa ya Violet pamoja na Frank, lakini mbele yetu niko na kaka hapa, anataka kutuambia amepata nini kwenye ibada leo na mafundisho ya leo ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe kaka. Amen. Habari za ibada? Nzuri kabisa, tulikuwa na ibada nzuri. Amina. Kwa majina? Kwa majina naitwa Fereza Isaac. Okay, kaka Fereza, umetokea wapi? Mimi ni mzaliwa wa Kigoma. Wa Kigoma. Mara huwa anakuja hapa Karmeli kuja kuchota mambo ya baraka. Kwa hiyo kwa kweli nimeona ibada imekuwa nzuri, tena ilikuwa ibada ya ndoa, sifa nzuri, kila kitu kilikuwa kizuri. Amina. Mimi nilitaka nikuulize kwa faida ya wengine ambao hawakuwepo kwenye ibada au yamkini walichelewa. Tumekuwa na ibada nzuri ya ndoa, lakini kuna mambo mengi sana askofu mkuu ametufundisha kuhusu ndoa na namna ya kufanya ndoa zetu zifanikiwe, ziendelee kuwa bora. Nilitamani kujua na wao umejifunza nini, ili na wapendwa watazamaji wetu wapate kujifunza kwa kidogo angalau ulichotoka nacho wewe. Kwanza mimi nashukuru sana Askofu Evans, amehubiri somo zuri sana la ndoa, na mimi nimenasa mambo mawili muhimu sana. Amesema kuna uvumilivu, alafu kuna bidii katika kutumika na kuitumikia ndoa. Amen. Nimependa sana uvumilivu, yaani unaona wanandoa wanapochumbiana mpaka kufika siku ya ndoa kunakuwa na uvumilivu. Kuna maneno mengi, kuna vitu vingi, kuna visa vinainuka, lakini mkiingia katika uvumilivu mnajikuta mmeingia kwenye ndoa kama vile Violet na kaka Frank wamefanikisha jambo lao. Jambo lingine alisema bidii katika ndoa, kwamba kuna wale wengine akishaolewa au ameoa anachana na huduma ya kanisani anaanza kupaona kama kituo cha polisi. Nimejifunza hilo kwamba ni kubwa sana. Nimebarikiwa sana kwa ibada ya leo. Amina. Mungu akubariki sana kaka Fereza. Uwe na Jumapili njema. Amen. Barikiwa sana. Amen. Na hapa tena niko na mama hapa mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina unaitwa nani? Jina langu halisi naitwa Helena Zebedayo Chitojo au Mama Baraka. Unatokea wapi? Natokea Ipagala C Center. Okay. Basi mimi nimekuita hapa. Tumekuwa na ibada nzuri sana leo ya ndoa ya Frank na Violet. Tumefundisha mafundisho mengi ya ndoa leo. Mimi nilipenda kukuuliza umejifunza nini au unatamani watu wengine wajue nini kuhusu mafundisho leo ya Dr. Evans aliyotufundisha kuhusu ndoa? Kwanza wamjue Mungu. Amen. Kwa sababu hata neno lake imesema ninawapenda wale wanipendao na wanitafutao kwa bidii wataniona. Hivyo kwanza wamjue Mungu, na pia nina furaha sana kwa yale mafundisho aliyofundisha mchungaji ya kwamba tupendane, tuwe watii, tupokee mwaka vizuri kwa neema zote, kwa baraka zote. Amen. Amen. Una neno gani la kumwambia Frank na Violet? Lakini sio Frank na Violet, hata kwa wale wanandoa ambao wameshakuwa magwiji, wamekaa miaka 2, 3, 10, mingapi? Kwa wote wanandoa wote ninawaasa kwamba waishi kwa upendo na uvumilivu. Amen. Kwa sababu bila kuwa uvumilivu huwezi ukastahimili kwa yote ambayo utayapitia. Amen. Lazima uwe mvumilivu na kuomba pia, kumwomba Mungu. Amen. Ubarikiwe sana. Amen. Nimefurahi. Amina. Uwe na Jumapili njema. Amina. Amina. Amen. Sifiwe bibi harusi. Amina. Bwana Yesu. Najua leo imekuwa siku njema na ya baraka ambayo Mungu ameifanya kwako wewe na kaka Frank. Umeipokeaje siku ya leo? Nashukuru Mungu, nimepokea vizuri, nimefurahi. Ndio. Nashukuru Mungu kwa kweli ni mwema katika maisha. Sio rahisi ila ni neema tu. Ndio. Tumaini Mungu na kumtegemea. Bado Mungu anaendelea kwa pamoja nasi. Amina. Mimi nimetamani kuna vitu vingi vimefundisha pale. Nimetamani kujua angalau 2, 3 baba askofu ametufundisha kuhusu ndoa, ambapo hata vichache ambapo umevisikia ambapo unaona vimekugusa sana kwenye mafundisho yake leo. Ni kweli mtangazaji, vitu ni vingi. Ndio. Lakini katika vyote kiukweli ndoa ni jambo jema. Amina. Pia ndoa ni neema ambayo kila mtu anampatia. Ameongea vitu vingi. Ameongelea kwa habari ya kutunza nyumba kama mama, wewe unajielewa mama,
kwa mume wako. Ameongelea pia kwa mwanaume jinsi ya kutunza nyumba. Amen. Mengi tu mengi. Kwa hiyo namshukuru Mungu nimejifunza hayo. Amen. Hata kuwajali, hata sio ndugu, hata kuishi vizuri na majirani. Amina. Bado Mungu anaweza kutufunza kupitia hilo. Karimu. Amen. Namshukuru Mungu sana, mchungaji wangu kanifundisha vizuri. Kaeleza hata Mungu yale ambayo niliyoyasikia. Mungu anisaidie nikaendelee kuyatenda katika maisha yangu. Amina. Mungu akubariki jamani, bibi harusi wetu. Tunawatakia heri na baraka. Mungu awafanikishe, mfanikiwe sana. Lakini kuna neno aliliongea mtumishi kwamba Mungu alikukumbuka kwa sababu ulikuwa ndani ya kisima ambacho ulikuwa unatumika kwa hicho, ulikuwa unaomba hapo, akakusisitiza kwamba usisahau kuja kisimani, usiache kumkumbuka Mungu, usiache huduma, kama ni kuimba, kama ni nini, hapo ndo penye kisima. Kwa hiyo sitegemei kukuona ukaacha huduma, ukaacha uimbaji. Tumezoea kuona ni muimbaji, umekuwa ukimtumikia Mungu kupitia njia ya uimbaji. Tunategemea kuona mambo mengi sana Mungu akikuongeza. Kwa hiyo ila usisahau kuja kwenye kisima ambacho hicho kisima kimekuletea baraka. Ubarikiwe sana, niwatakie ndoa njema wewe pamoja na shemeji yetu Franki. Mungu awabariki sana. Amina, barikiwa. Na hapa tena mbele yenu niko na kaka yetu ambaye ni Franki ambaye amefunga ndoa leo na Violet. Bwana Yesu asifiwe kaka Franki. Amina. Umeionaje siku ya leo? Imekuwa ni njema sana, nimefurahi sana. Na mimi naona hata tabasamu lako linaonyesha. Umeipokeaje siku ya leo? Nimepokea vizuri sana. Ndio. Na kuhusu mafundisho ambayo baba askofu ametufundisha leo kuhusu ndoa, umeyapokeaje? Nimepokea vizuri sana. Umejifunza nini? Katika yote yale mengi aliyosema umejifunza nini? Yaani nimejifunza mambo mengi, nimejifunza mambo ya upendo, mambo ya ukarimu, mambo ya utii. Amen. Heshima zaidi ya upendo. Amen. Mambo mengi. Amina. Mungu akubariki sana kaka Franki. Sisi tunawatakia maisha mema yenye baraka, yenye mafanikio, lakini katika yote tumeambiwa kwamba tunapokuja hekaluni ni sehemu ambayo ni kisima, kama kile kisima cha Yakobo kilitoa mambo mengi. Kwa hiyo tunategemea na nyinyi hamtaacha kuja wapi? Kisimani, ambako ndo kumekuwa baraka. Mmepata ndoa mkiwa kanisani. Nakumbuka kuna swali leo watu waliuliza, wewe jiulize, wewe na mwenzako mlikutana wapi? Natumaini nyewe wenzetu mlikutana kanisani na hamtaacha kuja kanisani, maana hapa ndipo palipotoa baraka zenu, na kupitia kanisa pia tunaamini Mungu atawabariki na kuwaongeza na kumtumikia Mungu kama alivyosema Bishop kwamba hamtaacha kumtumikia Mungu, maana kwenye kumtumikia Mungu kuna baraka nyingi na maongezeko mengi. Mungu akubariki sana kaka Franki. Niwatakie heri wewe na Violet. Mungu awatunze, awape maisha mema na baraka nyingi sana. Ubarikiwe sana. Amina. Hapa tena nimemuona mama yetu mmoja hapa mzuri anayejipenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yako? Naitwa Pamela Steven Kijanga au Mama Toni. Unatokea wapi? Natokea Meriwa. Nimefurahi sana kuona Mama Toni. Leo tumekuwa na ibada njema sana ya ndoa ya Franki pamoja na Violet. Na tumefundishwa mambo mengi sana kuhusu ndoa na Bishop Evans. Nilipenda kidogo kwa udogo angalau nipate kusikia wewe umejifunza nini kuhusu ndoa, ambacho pia kinaweza kikawa msaada kwa watu wengine ambao hawakuwepo ibadani au walichelewa kuja ibadani. Kwanza nimshukuru Mungu kwa siku ya leo kwa kutupa kibali kuhudhuria sherehe ya wapendwa wetu. Walipendeza na baba amefundisha vizuri sana. Amina. Nafurahia somo lake kwamba vijana wajifunze ni wapi unampata mwenza wako. Ni swala zuri au ni beta zaidi kumpata mwenza wako maeneo ya kanisani, ambapo baba anasema huko ndiko kuna kisima. Amen. Tunakunywa vile vizuri na tunawapata wale wenza wetu pale kisimani. Amen. Kwa lile neno limenifundisha, limenijenga. Napenda kuwaasa vijana wajifunze namna wanawapata wenza wao. Kuna watu wanapata wenza wao kilabuni, wengine kwenye disco, hazidumu zile ndoa, lakini zile ambazo tunazipata kwenye kisima cha kanisa zinakuwa na utukufu na baraka tele. Amina. Mungu
Mungu akubariki sana. Nikutakie Jumapili njema na yenye baraka na sherehe njema baadaye. Ubarikiwe sana.